So hadi YouTube ya Kenya kuna vitu tunachezewa, kuna mwenye anamuanga nani atakuwa kwa trending. Nisikuchoche bro, wenda ucheki tu. Kama si Willy Paul, kama si Willy Paul sikuzi ametoni kama alikosea huo mse. Willy Paul wakina Diamond kiasi, unasikia wakina Otile Brown kiasi, Sauti Sol. Unaelewa? Kidogo pia Munga hivi nimeona ameanza kuingia form za huo mse. Huo mse pia anamsukuma juu kwa trending bro. Unaelewa? Kuna mse na control na huo mse nilisikia alienda China kusomea IT, kusomea YouTube. Na alikuwa ni producer tu kama sisi. Unashika yeye ndo ana control YouTube yetu ya Kenya bro. Na hizo ndo vitu zinatuangusha chini. Yaani unapata muziki zetu haziwezi enda. Juu kuna msemo ataamua ni nani atakuwa kwa trending. Tuko na makazi noma lakini haziwezi enda juu kuna mmoja anaamua ni nani atatrend pale juu. Unashika? Na sasa sema ni nani lakini manze angalia hiyo. Okwonko kila time. Okwonko. Kuna sana noma mzee. Ndio Okwonko ni mnoma tunamshukuru na siku muziki yetu bro. Lakini venye wanapeleka hii. That's why hata unaona hiyo tabia wa Kenya jajali toa kwa YouTube. Siko baya juu venye wanatuchezea huko wanachezea karata ase. Kwa nini kesho niko ni shoke niko ati welcome to Classics TV. Hapa tuko ndani ya KTC studio, tuko hapa na msanii the baddest msanii na producer. Hebu waambie jina lako. Mimi manze John naitwa Footworks, FUTWAX manze. Producer hapa hivi KTC studio, Kibera Town Center, Kibera CBD, Kibera Town. Bado unajua ni msanii mzee. Nikubaya ndani ya Classics TV. Sasa hapo tushajua unaitwa Footworks. Mbona Footworks? Na before Footworks, jina zako za ID kwanza ndo tujue Footworks na maanisha nini na nini na nini. Mimi jina ID tu ni Footworks Daniel Owino, unaelewa? Okota hapo. So umetoka Bondo nini? Nimetoka Siaya. Nimetoka Siaya manze, mimi natambua muziki manze. Hapa hivi kwanza nina ngoma fulani ya mtaani manze. Umeanza kunieleza hizo story manze, naanza tu kufikiria tu hizo muziki mzee. Umetoka Bondo na calligraph hapo. Na calligraph. Hiyo sasa nimeimba juu ya mtaa yetu Siaya. Mimi sijatoka sasa Bondo, mimi nimetoka Komenya huko chini Kalkada. But Siaya imebeba wasanii wengi, Octopizo, Prince Ida, unaelewa, Calligraph John. Prince Ida kwanza amehit sai mbaya sana, lakini kuna wasanii kama sisi. Wasikia hiyo ni ya home hiyo. Ero abiro dala, korota biro dala. Anbe abiro dala, korota biro dala. Ero abiro dala, korota biro. Anbe abiro dala, korota biro dala. Ero abiro dala. Noma ndani ya Classics TV peke yake ndio unaweza pata hii. Sawa. Sasa mbona jina Footworks? Footworks umetuambia ni jina yako. Ni kazi ya mguu mzee. Unajua Footworks hata Saingware lazima ungerauka. Ndio kuna mabilema bro, lakini Footworks kazi yangu, yani nashukuru Mwenyezi Mungu amenipea hizi miguu. Sasa hizi miguu zitafanya nini? To move manze, tuende to search. My Footworks manze. Kweli Footworks. So hapa Footworks, tupe story yako ya maisha, vile umegrow up wapi, mimi Footworks manze nimezaliwa Kibera. Si hata kwa osi manze, kwa hizo makeja tu zetu. Unaelewa na kugrow up hivi nikasomea Mbaga Primo. Nimeenda high school Langata Barracks, unashika. So ndo sisi hapa mtaani tunapiga muziki, tumegrow tu hapa mtaani. But nimeanza kupiga muziki nikiwa mdogo bro. Production ndo nimeanza last year but one. Ndo nilinotice tangu hii corona ianze bro. Nilinotice kama msanii nini extra nafanya kwa muziki apart from rapping. Unajua am I playing an instrument? Nacheza instrument, nacheza guitar, nacheza piano.
unashika. So nikaamua mimi kama Futsi Mlege game mwenyewe nikaamua kulani production, na sasa niko hapa KTC studio. But life manze hajakuwa rahisi bro, tumekuwa na hizo ma ups and downs. Unajua life ya ghetto, cheki msabe piga mabling pia unadai upige bling, tumekuwa mashata tukasare hizo shit, unaelewa. Sasa tuko hapa tunapiga music manze. Yeah. Una muziki ulianza lini? Muziki nilianza manze nikiwa primo tu, hizo tu za kuku kapanda baiskeli bata kaza hivoni. Mtu wangu Hizo siku zilikuwa noma bro, mimi nakwambia chuo, yani nilikuwa naimba, yani mode anaweza kama hivi Mbaga class 4 kabla anze kufundisha niimbia hata wasena nikatike kidogo. Kweli naona muziki, historia yako ya muziki ni very inspiring. Kwa muziki una plan nini? Uko na plans gani za muziki? Manze, thank you so much for that massive question manze. Na tena nashukuru sana mko hapa leo, unashika. So music manze, kwa hii music nataka tuseme sahi kama mimi sahi hii ni studio yenyewe, KTC studio Kibera Town Center, but it's a community studio, unaelewa. Mna record free or tuna charge? Audio ukikaa mtu tunabonga, tunachapiana, alafu tunapiga kazi, unaelewa. Ni a cheaper price than the cheaper price sana bro. Yani hapa ni malipo, hapa kuna madaro za comp bro, kuna photography classes, kuna videography classes, unaelewa. So zote tu hii ni place, yani unapata igeto yetu kuna madropouts wengi, ama kuna watu wengi wamemadachuo, but after kumadeo form 4 ni kushinda kwa kijiji. So hii ni place yani tu ya kuoffer opportunities man. Hata mimi ndio nilikuwa naendesha ngandudhi bro, ndo nikakama hapa hivi hasa wakaniletea wase homeboys, na wase homeboys ndio walinifundisha production. Hao ndio walifanya hii soundproofing hapa na sound designing, unaelewa. Na sasa back to stories za muziki, kiwewe plan zako za muziki. Muziki yangu bro, mimi sasa yani sasa ni kupiga kazi. Sasa si kama kitambo bro. Napiga hesabu, yani unajua mimi najirecord daily. Hata sasa simenipata nikirecord kwani ni kesho. Kweli. Ni kesho tumefanya tu leo. Unashika. Na ngoma ni kali sana. Kali sana like, bro, yani vitu ni mingi kali. Vitu ni mingi kali bro, lakini sasa dile bako yani najiplan bro, na plan niachilie album. Hii muziki nitaiuza aje? Ukiangalia pia Kenya bro, industry ya Kenya manze kuna vitu tunapigwa kuni. Kuna venye kuna msemo anaamua tu nani atakuwa kwa trending. Bro ni sikuchoche. Kuna vitu tunachezewa hapa. YouTube ya Kenya kuna venye nachezewa. Kuna mwenye anaamua ni nani atakuwa kwa trending. Na siwezi sema nani juu pia mimi naweza nikazia huko mbele, unashika. So bro naogopa ku release saa zingine, kazi zingine juu uko na kazi noma lakini haiwezi enda. So mimi yani dream yangu yani ni tu yani naweza sema sisi ndo wale the underground. Hata kama hajai hit bro, sisi ni wabaya hapa chini, hata na kina Kuonko bro. Sisi ni wale wabaya. Waenda angalia kina Footwork, kina Mbalamwezi, kuna kina Dogo Haruna, kuna kina nani. So dream yangu yani ni kukam tu na movement ya the underground. Inshallah nita open my record label, nitafungua hub kangu, hub tu ile kuna cha artist. Studio yangu sitakuwa nalipisha bro, juu mimi nimetoka place yenye manze maisha ni ngumu. Naomba Mwenyezi Mungu pia nikiangukia tu my equipments zangu venye napanga, nifungue hiyo studio tu hapa Kibira bro, unashika. Juu unapata ngase wengi hata wakina Seville wale walipiga Vimbada hit song, wakina Jabidini watu tulikuwa tuna hapa ghetto, lakini after kupiga hizo mamita una mingiri so kadhaa, unaona ni aje ni ya ghetto sasa mimi Footwork nachora manze na dai kufungua label, unashika. Na hii label pia niko hapa kwa hii label hii hapa ndo home, but na plan kufungua ka label kangu, unashika. Ile label yangu pia ni ya kunacha na kulea vipaji na pia kulea muziki yangu, alafu pia nataka niende nisome kidogo, juu masomo haijaisha bro. Hata wakina Bahati hao wenye mnaona wanajichocha kutrend bro, inafaa warudi chuo. Juu ya nini bro? Unajua Bahati, wakina Willy Paul, wakina Otile Brown, Calligraph Jones, wote bado angalia kama video za kina Nicki Minaj, za kina Cardi B, za kina Offset. Na unajua Offset ni msemo mwenye ameenda akasomea hiyo art. Hadi anajua ni aje hii video inafaa nipige hivi, unashika. So yani niko tu na mahesabu mingi bro, yani vitu haziran fit hapa Kenya. Ni vitu haziran fit. Inafaa ni sisi the underground yani tukamtia ni tuna form fulani bro. Kweli. Na umesema Footworks ame grow up Kibera, amezaliwa hapa kwa
kwa makeja. Umefanyia nini Kibra wewe kama ya? Mimi manze bro, kwanza sija kushow, yani introduction sija kupea foots. Wewe tembea tu ghetto ulize Footworks ni nani. Mimi nimekuwa Mr. Kibira 2017 2018. Mr. Kibira, unaelewa, nimekuwa community leader, nilikama up na Kibira flag, the first ghetto flag. Unaonanga venye ma refugee wako na flag yao, unashika unaweza pata hata manini wako na flag yao, gang fulani iko na flag yao. So mimi niko na flag ya wase wa ghetto, hata mali wase wanao, kuna msemo mmoja anaweza inua flag hivi na aseme ile flag ina represent peace, hope, unaelewa, education, unaelewa, and love, unaelewa. Nili come up na hiyo flag, na hizo bado tu ni part of those my projects zenye nataka kuziwachilia pale kwenye hub yenye nataka kuachilia yani. Kweli. Na advice yako kwa wasanii, na pia nimesikia pia ni producer, kwa producer ni gani? Watu tu, mimi naweza sema tusome bro, tuchop hata kama hata msema ana shoot sahi, inafaa jue manze, yani venye hizi vitu tu kuna vile zinafanywa, unashika yani watu tuchop, tusichoke kuchop. Hii story yenye ati ukiona ngoma kali YouTube hiyo ndo unaenda kuangalia alafu unataka ufanye kama hiyo ni uso juu. Ukiangalia manze bro, beats hata nisikudanganya, beats za Kenya mingi zinafanana bro. Ukisikia beats siko baya, Mavo unapata za Mavo zinajirudia tu, ukisikia unajua tu, ukisikia motif yani zinafanana tu bro. Watu tusome, unashika, tusome, tuachane hizo makusample, watu tuchop, turudi tu chuo, hata kama chuo ni expensive, kuna YouTube University, alafu tujenge industry ya Kenya juu. Hapa juu kuna wasa wanatuchezea hapa juu kwa hii biashara ya muziki ya Kenya, kuna sana tuchezea kabaya, na siwezi sema na nani mzee, lakini sisi tutakuja tu hapo Kilimani, tunaelewa mko kando ya police station. Kweli. Na wewe kama msanii na producer, wewe umepitia challenges gani kwa muziki yenye msanii mwingine ako home jo atasema pia mimi nimeona Footworks amepitia vitu kama mimi, acha nijipe motisha, at least yeye amefika mahali pia mimi nadai nifike. Bro, challenges ni kibao manze. Saa zingine hakuna, kwanza inafaa upige look, unaitwa interview tuseme Mombasa Road huko bro kwa TV manze, hata fare hakuna. Alafu hiyo interview unatoka saa 5 ya usiku ukirudi gero bro umepiga pamba, utekwa unaele kidesign. Hizo ndo machallenges zingine unapata udu. Alafu kitu kingine pia unapata yani siwezi sema serikali, yani kuna tu watu wataki kuinvest kwa art ya Kenya. Enda Nigeria bro, my upcoming wanatoka daily, but Kenya wanataka ngatuone tu ni meja tu ama ni trimio bro. Tunadai place, yani place tu ya kusikiza ule mse someone from nowhere, unashika weke tu hiyo place tu, watu wako na drop vitu tu hapo someone from nowhere manze. Si ati ni lazima nipende sijui nini ndo nini manze, nafanya yani vitu zisiku expensive. Alafu pia bro, gava yetu pia natudis mali pengine, mnatuzia internet kwa nini manze? Gava unatuzia internet kwa nini? Wewe serikali mnatuzia internet kwa nini bro? Na site ko World Wide Web, www manze. Time yenye nafaa tusome, Google ni search engine manze, nafaa tuchop tujue kufanya hizi vitu. Mbona mnatuzia internet? So mimi bro, yani sijui yani hasira tu ndo kibao. Kweli. Na kwa hii industry mtu akitaka kufanya kazi na wewe, kwanza kisanii unapatikana aje? Mimi manze pale kuja tu DM pale IG @Footworks_Daniel FUTWAX_Daniel. Manze namba yangu pia hapo ya simu 0706355482 0706355482. Facebook Footworks Daniel pale, wewe nikute tu niambie. Studio ndo hiki, studio classic kabisa manze, tunapiga vitu hatari bro. Moka live. Na exclusive hapa kwa Gypsum unalipisha pesa ngapi
collabo? Ina depend na wera pia bro, alafu ina depend pia na talent. Collabo si ati tu collabo unamwokalize. Alafu unapata collabo zingine inaweza do pia no gypsum. Time inafaa tuende tupige show place fulani. Bro do imemtandika mahali hata hizi lipa fare. Unaona? So inafaa pia hizo makolabo tunaangalia sana. Makolabo mingi zimeniangusha bro. Niko na collabo na Octopizo, niko na collabo na akina Uchungulo Family, niko na collabo na Goodaman, niko na makolabo kadhaa hapa hivi yani unaelewa. So unapata hizi collabo zinatuangusha sana, but collabo kama ni kufanya hiyo collabo tuseme hata na OG anaitwaje? Huyo G-Man ama nini? Kufanya naye collabo bro itakuwa yani tuseme inalingana na venye yako bro. Inalingana kwanza na vibe yake, anajua kutema. Unaelewa? Anajua come through. Alafu ingine saa pesa itakuja kwa makaratasi tu. Kwa production exclusive kwa Classic TV unalipisha pesa ngapi? Kwa Classic TV pale jingles tuseme wakika mtu tunabonga bro, lakini bei ni ya Mkenya yote. Hapa hivi tu ni kukuza vipaji. It's all about informing, educating and entertaining. Ungetuambia exact figures? So audio hapa hivi sasa tunafanya na 5k manze. Juni mtani, lakini ukikam tunabonga, ukilipa deposit kiasi tunaanza kupiga tu kazi. Kuna hizo jingles tumepiga, kuna hizo ma soundtracks za movie kadhaa pia tumezipiga, unaelewa. Juu Ikeja pia unaelewa, hii Kibera Town Center ilifoundiwa na Connie Nelson. Connie Nelson ni actor huko Hollywood na pia anapenda art sana. So tuko hapa kuisukuma tu ama vipi? Nini nakupea motisha kufanya muziki? Manze bro, kuna story mingi za kubongea. Wasiwezi semi. Wasona buya, wasa wameitwa, hebu cheki. Mimi nashukuru Jagwa ndio bro. Nashukuru sana Omwesh, namshukuru sana. But bro, Jagwa venye tu aliingia kwa ile gava, bala tutete sisi hata tu maforms ikwe kibao, mashow nini. Jagwa ni game bubu tu. Yake inaingia tu. Unaelewa? Manze Jozo yani sijui yani bro, yani sisi wasanii tunaumia. Na kama Footworks, kuna time gani ulikuwa at your lowest mazee, una feel nika udai mziki, unadai uache? Bro, when nimekushow hadi YouTube ya Kenya kuna vitu tunachezewa, kuna mwenye anamwanga nani atakuwa kwa trending. Nisikuchoche bro, wenda ucheki tu. Kama si Willy Paul, kama si Willy Paul sikuzi ametoni kama alikosea huo mse. Willy Paul wakina Diamond kiasi, unasikia wakina Otile Brown kiasi, Sauti Sol. Unaelewa? Kidogo pia Munga hivi nimeona ameanza kuingia form za huo mse. Huo mse pia anamsukuma juu kwa trending bro. Unaelewa? Kuna mse na control na huo mse nilisikia alienda China kusomea IT, kusomea YouTube. Na alikuwa ni producer tu kama sisi. Unashika yendo ana control YouTube yetu ya Kenya bro. Na hizo ndo vitu zinatuangusha chini. Yaani unapata muziki zetu haziwezienda. Juu kuna msemo ataamua ni nani atakuwa kwa trending. Tuko na makazi noma lakini haziwezienda juu kuna mwenye anaamua ni nani atatrend pale juu. Unashika? Na sasa sema ni nani, lakini manze angalia hiyo. Okwonko kila time. Okwonko. Kuna wasa noma mzee. Ndio Okwonko ni mnoma, tunamshukuru anasukuma muziki yetu bro. Lakini venye wanapeleka hii. That's why hata unaona hiyo tabia wa Kenya jajali toka kwa YouTube. Siko baya juu venye wanatuchezea huko, wanatuchezea karata ase. Kweli. Na nini nakupush kufanya muziki kama Footworks? Kubongea vitu kama hizi. Hizi vitu zina happen. Na pia kuna vitu mingi tu za kusema bro. Kuna saa zingine wa feeling manze ni aje, manze niko du ama manze jo mother kwa aje, ama saa zingine nimependa ule dem na deni himbe juu yake. Unashika? Ama saa zingine tuna feeling tu yani tu ni vibe bro. Music ni real, hata kabla udu collab na mzee ni ku vibe tu. Na ina come through ku tell stories. Kuna stories zenye hazisemi hata na media bro. Washika, kuna hizo kama nasikia hizo stories za COVID, wanasema Kibera COVID. Mimi sijai tangu corona bro, mimi sijaona hata ambulance ikibeba mse hapa Gero. Naelewa hizo ndo vitu zenye sisi wasanii kama kio cha jamii nafaa tu seme kukuza. Unaelewa, lakini tunaogopa. Unashika, wengi wanaogopa manze. Kwa nini mbona unabuya? Let's talk. Wasanii manze wanacheza wengi. Kila msana anataka tu kuimba matako, bangi nini? Nunako bangi nini? Unaelewa? But manze kuna vitu za kubongewa manze. Hii loan. Kuna ngoma yangu fulani inaitwa Rada ni gani bro. Hii Rada ni gani by Footworks, endeni mcheki manze. Kuna mali nasema
Lonza China, Lonza Saina, zimekuwa ni kibao, ghetto, unashika, hiyo ni line tu, ngoma inaenda rada ni gani, hapa Kenya, yani unaelewa, kuna vitu tu, yani lazima tujiulize rada ni gani, manze mmefungiwa, amla job, lakini unasikia tu kuna madozi nachukuliwa sijui place fulani huko, haijaika kufikia bro. Unaelewa? Sisi kama artist kuna vitu zinafaa tubonge, family planning ilikam, lakini inaumiza mademu wetu. Example ni kama Fayamo Majambi limpeleka hadi India manze. Imagine unaekewa hiyo coil kwa mkono madam. Tena unaenda period yako wewe madam, period yako inaenda wapi? Inaenda mwagika huku hivi kwa kidney. Huko ni kidney ama ni lungs huko? Inaenda kumwagika huku. So unapata baadaye time yenyewe unaenda kushikata ball bro. Manze huwezi shika ball. Kuna hizo vitu zina diss ma girls child wetu manze, machakula za GMO. Mama zetu huko ocha wanapewa mbolea zinaharibu mashamba. Hatuongelei. Lakini hiyo ndo usanii sasa. Hapo ndo usanii natokea mzee. Unashika yeah man. Na ni wasanii wa gani icons wako wenye una look up to ama unaweza penda kufanya nao kazi hapa locally na abroad? Watu wase wote ni wanoma, but yani mambo classic TV. Ananiuliza ni msanii mgani hapa Kenya? Hapa Kenya sasa nani manze? Kenya tuseme naweza taka kupiga na nani? Naweza taka kupiga bro, yani sijui mtu yote tu mwenye na vibe. Mimi sijaibagua. Mimi usikiza muziki bro. Kama ni noma, sijaisema ni noma. Unaelewa, but wetu nimekushow kuna wenye naimba juu ya hii, kuna wenye naimba juu ya hii, kuna wenye naimba hivi. Kuna wenye sisi tunabonga pale kwa music, ukisikia muziki zetu pia sana. But music tuseme mimi sana ningetaka tu yani kufanya tu muziki na kuisomea na kuipanua ikuwe kubwa na kufanya tu kazi. Kweli. Na ngoma yako na Okto imeshatoka ama? Iko YouTube pale audio, lakini video bado hujafanya. Joako alitravel kwa majuu kiasi. So tunafanya video na Mike Lolipi. Ngoma inaitwa Badman pale tumetaja kuna vile nimebonga pia kiasi. Na hao wasanii wengine uliwataja pia ziko YouTube tutazipata? Kwa YouTube hiyo Badman hiyo ndo Badman by Footworks. Kushman featuring Octopizzo. Hiyo ndo noma sana. Na kuna hiyo Sarada ni gani. Niko na kadhaa, kuna hizo ni gani. Ingia tu pale kwa YouTube. Mimi huachilianga ma tracks kama daily bro. Kweli. Hapa niko na quick fire nyingine. Utachagua wasanii gani? Na kuuliza unachagua wasanii gani utafanya, unachagua msanii mmoja ambao unaweza taka kufanya naye kazi. Na twende. Kati ya Meja na Femi One ungependa kufanya nani kazi? Nataka kufanya na Meja juu unajua Meja pia nimekuwa na Meja bro machoche mingi. Unajua tu hizi kuwala vibes hizi kumedicate mashoots zake zingine huko Treehouse, unaelewa, kulan pia. Meja pia ni msemo amekita mizizi ndio. But inafaa tulee pia sisi vijana. Unaelewa kweli. Ethic na Sailors. Reckless pale, Reckless vibe yake, Reckless na ule kijana anaitwaje Peter Miracle Baby. Hao vijana wawili wako na vibe fulani hivi noma sana. Ule energy ule na ule kijana huyo Peter Miracle Baby. Alafu Reckless anakuanga mwambo lakini ako na ka vibe fulani. Mimi chamba na partner na hizo ni mahook tu. Unajua ni music. So umesema Sailors na Ethic unachagua tu watu wawili peke yake. Uchague kati ya Ethic kama Sailors. Mbona si hao wengine? Kwa muziki unaangalia sasa ni nani ndo anakita mzizi. Unaona? Ukiangalia kama sasa hii ndio Swat alianza na Reckless na ya moto ile mbaya sana ya Moto Band, unaelewa? But sasa ukiangalia Reckless tu akitoanga hook tu hivi bro, ayo mtakatika. Alafu mimi ni mtu wa ghetto. Unajua nikitembea hivi nasikia tu mtu panda na mimi unasikia mtoto anaimba bro. Na kati ya Fatboy Gwash na Waku Music. Waku mzee. Umetambua Waku?
Hapo boy wangu hata manze tu record mavitu kadhaa hapa hivi wako kwa redeem yangu fulani inaitwa Ghetto Vibes Reading. Na swali la mwisho, ukipewa nafasi usimamie MCSK, utafanya nini ambayo haijafanywa? Ni ku create opportunities bro for the new manze, na daily kutoa wase wapya. Unaelewa, tujenge kwetu, siko kina Jalango tu peke yake ndo kukue ni nyumba kubwa, mawe hadi kuna swimming pool kwa Kode peke yake, sijui nani kwa kina Sauti Soul bro, unasikanga tu story. Hata kwetu inafaa kuwe hivyo manze. So ni kujenga industry na kupewa say opportunities na resources na resources na ku create hizo opportunities mali mabao na tupata do, na hii do itajenga do. Unaelewa, kwa teach huku na bado kuwa teach bro. Unaelewa, hiyo MCSK kwanza imejaa tu venye nimekushow bro, kuna tu bado mabuda tu wetu walikuwa wanalianga kitambo. Wakina Nameless na wasikia wako huko. Simesikianga hizo story wakina nonini hao. Ndio nasikia wako huko MCSK. Unashika. YouTube yetu sasa achana hata nimalizie nikisema. YouTube yetu inaraniwanga na Clemo wa Calif bro. Unaelewa, Clemo na tamuoni nani yako kwa trending. Nisiwachoche. Na hiyo ni mbaya sana manze. To create more opportunities sisi kama upcoming. Hiyo Triple P ndio ametuanzishia, ndio inaweza. Mimi hata niko ngoma verse, but mzee mimi sijaiona, yani sijaiona niko hiyo ngoma verse, lakini sijaiona wamechukua ngoma yangu kwa YouTube. Ni lazima nidungie Kabagazi ndio nimshoni aje Kabagazi. Hebu weka ngoma yangu kwa playlist pale Triple P, unashika. But niko kwa ngoma verse, mbona niko kwa nini ya kwa form yao kama niko MCSK ama niko hapo kwa classic? Mbona usichukue shit yangu waicheze tu automatically? Siko kwa shit yao, iko kwa ngoma verse, na hii ngoma verse inaraniwa na Clemo, na Clemo ndo mkubwa wa Triple P TV. Ona wakina DJ Shiti yao sasa ndo maboy wa Clemo, unaelewa. Mimi ni sikuchocho wakina Otile Brown, DJ Jones, unaelewa. Sisi tunaumia huko kama mapka. Mimi Footworks hata sasa nisibongea wengine, sijui kama wanaonanga kama mimi. Si mimi naumia huko mzee. Inafaa Clemo mimi niko hapo kwa ngoma verse. Ngoma yangu inafaa ichezwe automatically kwa hiyo TV station yako na kwa TV zote za Kenya. To create opportunity. Si ningangane kusukuma mziki, mimi nangangana kuiproduce. Nikishaweka pale kwa ngoma verse, ni distribution kubwa manze. Wa create opportunities, wasukume. Nikiingia MCSK venye unaniambia bro, nikiangukia hiyo MCSK, Mungu kwa na mimi. Utaongezea wasanii pesa. Hata si do bro, ni opportunities tu. Mawasanii wa maklabu, kucreate maform, unaelewa, hizo masaifa, unaelewa, kuna corporate, unaelewa bro. Sasa kuna wenye watamua, sasa hata Coke Studio ikiamua imetoa do ya wasanii Kenya, kuna wenye watamua ni nani wataenda hiyo Coke Studio. Hii Kenya yetu bro, si chocha. Kuna wenye watamua ni nani wataenda huko. Si ati wakuje tuko Kibira hata ulize nuko Kibira sasa ni nani ndo mnoma sasa. Hao wanajuanga tu ni Octopi. Coca-Cola kama utaona hii wajue pia walete upcoming artists. Upcoming huko studio manze, tuna vibe. Yani sijui, yani kuja ni kwa streets manze. Hebu tukimalizia, hebu onyesha Coke Studio pia, labda watakuita pia uonyeshe pia ni wakali mafans wa Classic TV pia one Fireworks ni nani? Ni perform, sijui kama naweza perform kitu hapo. Unaweza perform? Kuna ngoma fulani ya Africa. Africa. Hapa iku the first people to see it wako from Classic TV iko YouTube. Iko YouTube, ni audio tu, bado mavideo. Unajua video ni expensive na kushow bro. Nigeria ni opportunities ziko. Ukiangalia ule brother P Square ndo alitoa kina P Square bro wao big, ni director wa video, unaelewa kweli. Yani wanatoa map coming wakina Umale, wakina sijui nani hao wenyewe mnawasikia, ni watu wenye tuko tuna expect. Sisi tulikuwa tunajua wakina Wizkid, lakini tangu hiyo Wizkid kulikuwa na kina Okonko, unaelewa. But si bado Kenya tunasikia Okonko na kina Umale wamekam. Hakuna wase huku, hata kama ni trimio ndio, lakini moja kuna watu inafaa watolee udu na muziki ndio Kenya tunaonanga tu ni dream yetu manze. Wasicheze bro, watastuka kidogo wanatona American Got Talent huko ndo wanaanza kuturepost. Mimi sikuchoche, hii mtakuja rudia interview. Nataka apige hapa ngoma yangu kiasi. Inaitwa Africa by Footworks. This is me right, this is my country. This is me do I
Africa, African. Africa, African. KGC Studio. Africa, African. Big up my people in African. Big up my people in Turkana. Those in Kisi, Selimana, Mama Africa, African. Big up my people in African. Big up my people in Turu. Those in Ghana. Story we tell us. Under Magere storytelling, one of our soldiers, our hero, that Masai, speaking chilling with lion, that is culture. Erosuba, Lake Victoria, fishing doing good and fine, that is culture. Left the sun, Waingo, maize, yani unga. That is culture. Wachana vijana Tuwaweka azina. Tunapendana, hakuna vitina. Tutana mpaka Tanzania. Tunakumbana, tunasikizana. Africa, Africana. Big up my people in Africa. Big up my people in Turkana. Those in Kisi, Mama Africa, Africana. Big up my people in Africana. Big up my people in Botswana. Those from Paradise, Ghana. Africa to home. Africa to home. Keep chugging. Exclusive performance hapa Classic TV from Fireworks, the Badman. Manze, hiyo ni Afrika manze. Tuki closing remarks hapo. Footworks ni mbaya. Sasa tunajichocha. Mimi ni mnoma tu, anicheki tu hivi. Na namoka live. Wakae tu rada. Wakae tu rada. Mimi si wachoche mzee. Siku tutafika hapo juu. Pole pole. Mwenyezi Mungu tusaidie. Okay, thank you for tuning in. Mngoje another episode from us. Classics TV will be lit as always. Kama kawaida, vitu classic. Ai, ndani ya ile TV, nani classic. Yo, wago na Borodon dada, na niko ndani ya Classic TV, tatubila kwa mpigo kama zigo. Peace out. Subscribe, like, view na ushare.